Kama unakumbuka kwenye vipindi vya nyuma nilikwambia kwamba ile project walikuwa wameitengea milioni 400. Sikupewa mimi mkononi. Inawezekana pia ningepewa mambo yangekuwa tofauti. Yaani wale walisita. Kwa sababu kwanza project yenyewe pamoja na kwamba vision ni ya mkuu wa mkoa aliyetamani kutengeneza project ya kuwarudishia fedha vijana, wazazi kupitia vijana. Kulikuwa kuna kazi kubwa sana ya kuwashawishi watu wa halmashauri pale. Kuwafanya waamini. Mkurugenzi wa wakati huo alikuwa anaitwa Mhagama, aliamini. Kumbuka tulichukua vijana kutoka kwenye kata 17. Kwa hiyo madiwani wa zile kata wanazo taarifa. Kwenye vikao vyao huko wakikaa wanaujadili. Kwa hiyo sasa sio watu wote walikuwa naamini, namba moja. Namba mbili, kuna watu, na hii nitasema wazi wazi, kuna watu zinapokuja issues kama zile wao wanaanza kupiga. Kwa sababu kumbuka ile hela nimekwambia hatupewi sisi mkononi. Yaani hatukupewa milioni 400 mkononi. Na nilipo kwenye vikao vyetu tuliposema, nilivyoona wanasita hivyo nikamwambia sikilizeni, kwanza ndio vizuri msitupe hela. Sisi kila tutakachokitaka mtupatie. Kwa hiyo kwanza tukatengeneza mfumo wa kuwafanya wale vijana waweze kuishi pale. Tunawapa 1500 kwa siku. Sawa? Kwa 1500 mara siku 30 ni 1045. Umeelewa? Alafu tukamwongezea na 5000 ziada, sikumbuki ilikuwa ni ya nini. Alafu tukawatengenezea utaratibu wa bima, wakakatiwa bima. Sawa? Kama wanakijiji pale. Alafu tukawawekea duka la ushirika la pale. Ambapo mara ya kwanza tuliwawekea vitu wakawa, kwa hiyo kuna wanakijiji wakakabidhiwa ule mradi wa duka wakawa wanauendesha. Kwa hiyo mtu kwa shilingi 1500 yake ananunua chakula chake, anajitegemea. Na ukumbuke tulianza kwa kuwapa chakula bure. Yaani tunapika kwenye masufuria hivi kama shule ile. Sasa unashangaa mtu akija kuchukua anajazwa, anaambiwa, yani ndio tukaja na hiyo akili ya kuwapa hela. Na tukawaambia hela tutawakopesha, iko siku mtairudisha. Kwa hiyo kwa vijana 100 ukitoa shilingi 50,000, ukipiga hesabu unajua unapata kiasi fulani cha milioni kama 5 kwa mwezi. Sio hela ya kutisha. Kwa hiyo project kama ile, imagine kijana amekula, amekunywa, amefanya kila kitu kwa shilingi milioni 5 kwa mwezi. Ina maana mkikaa kwa mwaka wastani na milioni 60 unaweza kurani hilo. Hela nyingine inayoongezeka sasa inakuwa ni hela ya vifaa, kama mnataka sijui matrekta, mashine mbalimbali, ndio hela inaingia. Kwa hata wale walipoweka ile milioni 400 ilikuwa ni hela ambayo inatosha, kwa sababu kwa mwaka wale walikuwa wanatumia wastani na milioni 60 ile upkeeping yao kuwafanya waweze kuishi. Wananunua chakula, wanajipikia, wanajikontrol wenyewe. Alafu hela nyingine zinaingia sasa kwenye majembe nini vitu ambavyo vilikuwa havichukui hela kihivyo. Kwa milioni 400 tulikuwa tuna uwezo wa kutoka.